Lakini pia kwenye upande wa elimu, nimeshasema katika elimu kwamba yapo matumaini makubwa sana wananchi wa Kalangala, sababu ndio kata ambayo ina wananchi wengi zaidi ya wananchi 57,000 na kitu, ambapo wanahitaji watoto waende shule ili wakapata elimu bora katika shule za msingi, shule za sekondari, lakini pia katika shule za high levels ambao tunatamani kuzipata katika kata yetu ya Kalangala. Niwaambie katika kipindi hiki cha miaka 5 nitakuwa sauti yao katika baraza hili la madiwani ambalo limeanza leo, sababu nimekuja kuwakilisha wananchi. Maana sitapepesa macho katika kuomba maendeleo katika wananchi wa kata ya Kalangala. Katika upande wa mchezo nimeshawaambia, kwa sababu ndio kata ya mjini, tumejipanga kuimarisha michezo katika maeneo yetu ili vijana na kina mama ambao wanatamani kufanya mazoezi basi itakuwa ni kata ya mfano. Lakini kingine katika kata yetu ya Kalangala, matumaini makubwa ni vijana. Nyinyi wenyewe ndugu waandishi mnafahamu Mheshimiwa Rais ameunda wizara mpya, wizara ya maendeleo ya vijana, ambao wanatamani vijana wa nchi hii, na mimi vijana wa Kalangala ambao vijana wengi ambao wanatamani sana maisha yabadilike. Nataka niwaambie katika kipindi cha miaka 5 ijayo tumejipanga kuhakikisha mikopo yao ya vijana, kwa sababu sasa mimi nimekuja kuwa mwakilishi wa vijana hapa. Na pamoja na kwamba mimi ni diwani, lakini pia mimi ni mjumbe wa baraza kuu la vijana wa Umoja wa Vijana Taifa ambao nawakilisha vijana wa mkoa wa Geita. Kwa hiyo nitakuwa na nafasi kubwa kuwasemea vijana wa Kalangala katika halmashauri hapa manispaa ya Geita hapa. Nitakuwa sauti yao kuombea vijana wapate mikopo, lakini pia kuwatengeneza mazingira rafiki na bora ambao wanatamani kupata ujuzi ili kuhakikisha vijana hawa wanajikwamua kiuchumi, ambao ni kile kikubwa cha vijana wetu. Wanatamani kufanya biashara, wanatamani kujikwamua kiuchumi ili maisha yao yabadilike. Na mimi kama kijana mwenzao ambao tunasema sasa hivi kuna lugha nasema majenzi wajipange sasa. Mimi ni kijana mwenzao, nitahakikisha nitakaa na wao, nitakuwa mshikaji wao sana. Kwa hiyo wasinichoke, kwa sababu mimi nafikika nitakaa na vijana wenzangu ili kuhakikisha kama kuna matatizo ambayo vijana wetu wanatamani kuyatatuliwa, basi sauti yao itakuwa ni Bwana Ruben Emmanuel Sagaika. Lakini kwa upande wa kina mama, nimeshasema kwenye mkutano yangu kwa kina mama tumejipanga katika kipindi cha miaka 5 hii kuanzia sasa. Tunatamani watembelea kina mama ambao wanafanya biashara ndogo ndogo katika masoko yao, lakini kilio chao kikubwa kina mama wanatamani kupata mitaji, ambao tumesema ndio kilio ambacho tumefanya katika kipindi cha kampeni. Lakini kubwa kuliko wanatamani kupata maeneo kwa ajili ya kufanya biashara ndogo ndogo. Hapa nikiongelea tulikuwa na mpango mkakati wa kuhakikisha tunajenga masoko makubwa na madogo madogo katika kata yetu ya Kalangala. Nishasema hapo katika stendi yetu ya zamani hapo, lakini manispaa yetu inajenga stendi kubwa ambayo iko kule Buharahara. Tunatamani katika kata yetu ya Kalangala hapa tuwe na masoko makubwa ambao kina mama ambao wanafanya biashara ndogo ndogo wafanye biashara vizuri. Lakini kingine zaidi, nitakuwa sauti kubwa sana kwa kina mama wetu watu wa Kalangala hapa ambao wanatamani kufanya biashara. Kwanza kuhakikishiwa wasibuguziwe na taasisi za serikali. Kwa mfano tukiangalia watu wengi kina mama wana changamoto ya hizi leseni za biashara ndogo ndogo, lakini pia kufikiwa na taasisi za umma ambazo wanatamani kufanya kazi. Lakini kingine katika upande wa wazee wetu ndio kina cha maarifa katika kata yetu ya Kalangala. Tunafahamu tukae na wazee tuwatembelee katika maeneo yetu, tujue, kwa sababu kilio kikubwa cha wazee ni kuwa na afya bora. Nataka niwaambie katika kipindi cha miaka 5 ijayo nitajipanga kuhakikisha tunatengeneza baraza la wazee la kushauri ili wananchi wa Kalangala tuweze kupata kina cha maarifa kuhusu wazee wetu. Lakini kingine tutahakikisha tunaimarisha amani katika kata yetu ya Kalangala. Na mimi kama mwananchi, lakini pia kama msemaji wao katika nafasi ya diwani, nitahakikisha tunaimarisha amani katika kata yetu ya Kalangala, kwa sababu Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kwamba lazima nchi yetu ni nchi ya amani. Natamani kuunganisha watu wote wawe sawa. Nafahamu tumetoka katika kipindi cha uchaguzi, imetokea vurugu za hapa na pale. Nataka niwahakikishie wananchi wa kata ya Kalangala, tutakaa tuone changamoto ni nini, na kazi nitaianza. Natamani nianze kutembea katika maeneo ambayo kuna mikusanyiko ya watu, tuweze kukaa tushauriane ili kisha siku watu wa Kalangala tuweze kuwa na amani, tuwe na upendo, tushirikiane. Kama kuna changamoto zinahitaji kuzungumzika, basi tengeneza room ya kuzungumza na mimi nitaifikisha kwenye mamlaka husika, sababu nafahamu changamoto zipo ni nyingi. Zile ambazo natamani mimi kuzitatua kama kiongozi wao, kama diwani wao, nitazitatua. Lakini zile ambazo tunatamani zipeleke kwenye mamlaka husika, bahati nzuri tutakaa na watendaji wa serikali, tutakaa na idara, tutakaa na watumishi wa umma ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu ashatoa maelekezo kwamba yapo maeneo ya watendaji wa serikali ambao wamekuwa ni wazembe, lakini pia kutokuwasikiliza wananchi. Nataka niwaambie katika kipindi cha miaka 5 hii tutahakikisha hawa watendaji ambao wanafanya kitendo hiki tutakuwa tunawafikisha katika maeneo ambayo yanahusika. Lengo letu ni kuwafanya wananchi wetu wawe na amani, wawe na furaha. Wanapofika katika serikali za umma wasikilizwe, lakini pia watatuliwe changamoto zao.